Hujambo mpenzi mtazamaji, na katika taarifa zetu za sasa, taharuki na vurugu ziliweza kuripotiwa katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam baada ya mzozo mkali kuzuka kati ya waendesha bodaboda na maafisa wa polisi. Na maafisa wa polisi walikuwa wanawatawanya waendesha bodaboda waliokuwa wameegesha pikipiki zao karibu na barabara kuu ya soko hilo, na mabishano yaliweza kugeuka kwa msuguano mkubwa na biashara katika soko hilo liliweza kusimama kwa muda, huku wafanya biashara wakifunga vibanda vyao kwa hofu ya usalama wao. Kumbuka Rais Mama Daktari Samia Suluhu alikuwepo tu miezi michache iliyopita soko kuu la Kariakoo alipokuwa anazindua jengo jipya ambapo wafanya biashara waliweza kugahawiwa maeneo yao ambapo watakuwa wanafanya biashara yao. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako, tuelezee ama tuandikie maoni yako hapo chini kuhusiana na hili visa ambavyo hutokea soko la Kariakoo, ambayo huweza kuzua vurugu na pia wengi huweza kupata hamaki na kuwasha moto. Kuwa baadhi ya watu waliweza kuwasha moto na kuchoma soko hilo, hali iliyofanya moto kusambaa kwenye soko hilo na pia ikaleta taharuki kubwa kwa wafanya biashara na pia wanunuzi. Na wafanya biashara wengi waliweza kulazimika kufunga maduka yao, huku wengine wakijaribu kuokoa mali zao. Kumbuka hadi sasa inasemekana kuwa mali ya dhamana imeweza kupotezwa kupitia moto ambayo iliweza kusambaa katika soko hilo. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili taarifa. Na maafisa wa polisi walijaribu dhibiti umati, huku vikosi vya zimamoto vikijaribu kuzima moto huo kabla haujaweza kusambaa zaidi katika vibanda vya biashara. Lakini kuumbuka moto pia iliweza kusababisha hasara ya mali ya dhamana ya mamilioni ya pesa, na wafanya biashara wa soko la Kariakoo waliweza kupoteza mali ya dhamana. Na wakazi na wafanyi biashara wa Kariakoo wameendelea na kusisitiza kuwa hofu yao, na wakisema matukio kama hayo yanaweza kuathiri biashara na usalama katika soko hilo siku zijazo. Kumbuka si mara ya kwanza soko hili kupata moto na pia wafanya biashara kupoteza mali ya dhamana, na wameweza kusisitiza serikali iweze kuangalia hii shughuli na iweze kuwapa usalama wa kutosha. Asante kwa kuona hadi sasa. Bonyeza alama ya like na subscribe hapa chini.